Mshike jirani yako mkono, mwambie ndugu yangu nakusihi. Nakusihi, mwambie nakuomba uimarike, usimame, usikate tamaa. Shetani asije akakusonga. Shetani asije kufanya nini? Kwa sababu kukaa nini? Kukaa imara. Mungu akubariki sana. Tuko pamoja? Shetani asije akakuamua kama mwewe, kwa sababu yeye yuko juu, yuko amekaa kama tai anaangalia vifaranga. Muda wote anakukwamua. Hasa usipokaa kwa simama imara ukatulia, utakuwa umepoteza mambo ya Mungu. Sema amen. Anasema simameni imara, tulieni, kaeni katika uwepo, mkiishi katika kweli ya Mungu, na Mungu amewapa roho wake anayewahuisha na kuwatia nguvu. Hofu ya Mungu itawale maishani mwenu. Sema amen. Alafu mwachie neno la mwisho jirani yako, mwambie hofu ya Mungu ikatawale katika maisha yako. Hiyo ndizo baraka. Sisi hatuambiani pokea nyumba, pokea gari, pokea pesa. Pesa kazitafute. Tuko pamoja? Gari kalitafute, nyumba katafute, utapata kiwanja. Sasa wewe unapokea nyumba, una kiwanja. Sasa nyumba sio unapokea, si limedondoka, si limesahaulika. Lakini sisi lazima ukae katika nafasi, na baraka za Mungu ni kuwa na hofu ya Mungu. Sema amen. Utakapokuwa na hofu ya Mungu tu tayari na baraka za Mungu. Sema amen. Kwa sababu hofu ya Mungu itakubidisha kuwa na Mungu, itakubidisha kuwa na Kristo, itakubidisha kuwa na Roho Mtakatifu. Sema amen. Mwambie jirani yako ukaishi na hofu ya Mungu ndani mwako. Sema amen. Mwambie tena ukaishi na hofu ya Mungu ndani mwako. Hofu ya Mungu ndani mwako ndizo baraka za Mungu. Hofu ya Mungu ndani mwako ndiyo mafanikio ya Mungu katika maisha yako, kwa sababu utaamka asubuhi unamuwaza Mungu, utaamka asubuhi unawaza mambo ya Mungu, utaamka asubuhi unawaza ibada, utaamka asubuhi unawaza kumtendea Mungu mema, utaamka asubuhi unatembea katika Kristo Yesu. Sema amen. Na Mungu akubariki sana. Nipungie mkono na Mungu akubariki sana. Jana nilikuwa nasoma moja online kwenye mitandao. Siku hizi